Naam, shukrani sana kwa kuendelea kusalia nasi, na wewe kama ndo kwanza unaungana nasi sasa, hii ni habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Na sasa ni habari za biashara na uchumi. Serikali imetenga kiasi cha shilingi bilioni 573 kwa ajili ya kufanya maboresho ya vituo vya forodha vya Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, kikiwemo kituo cha Horohoro kilichopo mkoani Tanga ili kuongeza ufanisi wa mapato pamoja na kuimarisha usalama wa bidhaa zinazopitishwa mipakani. Taarifa zaidi na Raya Kipingu. Kituo cha forodha cha Horohoro kilichopo wilayani Mkinga kinapakana na nchi jirani ya Kenya, ambapo Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omar anafika kuongea na viongozi pamoja na wafanyakazi wa kituo hicho na kueleza hatua za serikali katika kuongeza ufanisi wa maeneo ya mipakani. Kwa hiyo kuna swala la kununua midaki scanners. Tunaanza na 27 midaki kwa vituo mbalimbali ikiwemo Horohoro. Moja lile la kuhakikisha kwamba tunachokikagua tunakijua kwa uhakika ni kitu gani kilichomo ndani ya makontena makasha ambayo yanapitishwa. La pili, kuweza kupata mapato yetu kwa uhakika, na la tatu, again kwenye masuala ya ulinzi na usalama tutakuwa na uhakika tumeruhusu kitu gani kipite. Awali afisa mfawidhi wa kituo cha forodha cha Horohoro Shadrack Mbonea akaeleza jitihada zilizopo katika ukusanyaji wa mapato ili kufikia malengo yaliyowekwa. Kwa kipindi cha mwaka 25-26 kituo kiliwezesha kufacilitate export ya jumla ya bilioni 238, na pia kilinganisha na mwaka 25-26 kituo export jumla ya bidhaa zenye thamani ya bilioni 175. Mpaka wetu Mheshimiwa Waziri hauna barabara. Kwa hali hiyo kufanya patrol vizuri kwa maana effectively ni ngumu sana. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Uelewa mdogo wa biashara za kimataifa, maandalizi hafifu ya bidhaa na ucheleweshwaji wa vibali kutoka taasisi za udhibiti umetajwa kuwa miongoni mwa changamoto zinazowazuia Watanzania kunufaika kikamilifu na soko la China lenye zaidi ya watu bilioni 1.4. Tupate taarifa kamili. Akizungumza baada ya ushiriki wa ubalozi wa Tanzania nchini China katika maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam, Balozi wa Tanzania nchini China Daktari Suleiman Haji Suleiman amesema pamoja na China kutoa fursa ya ushuru sifuri kwa bidhaa nyingi kutoka Afrika, wafanyabiashara wengi bado hawana uelewa wa taratibu za kuingiza bidhaa katika soko hilo. Daktari Suleiman amesema ubora wa bidhaa, hasa vifungashio na maandalizi ya mazao kabla ya kusafirishwa, unahitaji kuboreshwa ili kukidhi viwango vya soko la China. Tuwahabarisha Watanzania tuone tunafanyaje. Mtu kuweko na utaratibu maalum. Mimi nataka kupeleka vifaa nje au bidhaa zangu nje, sheria gani au taratibu gani nafuata? Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa TISEZA Gilead Terry amesema taasisi hiyo itaendelea kushirikiana na ubalozi wa Tanzania nchini China pamoja na TanTrade kuwajengea uwezo wa uzalishaji na wafanyabiashara ili wanufaike na fursa za masoko ya kimataifa, hatua inayotarajia kuongeza uwekezaji, ajira na thamani ya bidhaa za Tanzania. Lakini kituo cha pamoja cha kuwasaidia Watanzania wanataka kwenda nje, kupeleka bidhaa nje, hakijakamilika kwa sehemu kubwa. Tumeanza kwa udogo, sisi pale Mabibo tumefungua kitu tunakiita Export Center, ambao lengo lake ni kuwasaidia Watanzania kwenye upande wa maswali, kwenye upande wanataka kuagiza raw materials, wanataka kuuza nje, angalau waweze kupata uelewa. Jocelyn Zefania, Channel. Shukrani sana Jocelyn Zefania kwa taarifa hiyo, na mwisho wa habari za biashara na uchumi. Muda mfupi tutarudi kwa ajili ya habari za michezo na burudani. Endelea kubaki nasi.